Kisha nimeshaliona. Sasa kwa taarifa yako, fungasha vitu vyako uondoke hapa kwangu. Nimekwambia ondoka. Huyu mtoto ni binadamu au ni shetani? Mtoto kama nimejizaa lenyewe. Kahaba mkubwa wewe. Pole Natasha, kisa chako kinasikitisha sana, ila usijali, mimi nitakusaidia. Nitakuchukua, nitakupeleka nyumbani, halafu nitakupeleka kwa mwenyekiti. Asante shoga yangu. Wala usijali, lakini kingine, unawezaje kuja kijijini na mwanaume angalia kuwa hujawahi hata kuwasiliana na wewe mama yake? Yeye Doni ndo alikuwa ananilazimisha tuje huko anitambulishe kwao. Hata kama amekuforce, lakini ungefanya kwanza uchunguzi. Ningefanyaje uchunguzi shoga yangu? Simjui mtu yeyote huko. Usingekurupuka kuja huku, maana mama Doni namjua. Yaani hapa kijijini, yeye serikalini ni kiongozi. Usilolijua ni kama usiku wa giza. Kwa hizo nguo zako ulizovaa, ninavyomjua mama Doni, lazima tu angekufukuza. Kwani kwenye begi lako hakuna nguo nyingine? Yaani hapa nilipo, nguo ya heshima ndio hii tu nilionayo. Hizo zingine hata hazifai. Nikizivaa hapa sijui watu wa huku kijijini wataniangalia vipi. Maana hapa kijijini ninavyopajua na hisi kila mtu atakutolea mimacho kwa hizo nguo ulizovaa. Ndio hivyo mavazi ya mjini, tutafanyaje? Basi mimi nitakuchukua, tutaenda nyumbani, tutaacha begi pale alafu nitakupeleka kwa mwenyekiti. Ila utakaa nyumbani siku hii moja, maana kesho kutwa baba na mama watarudi. Kwa hiyo utakaa kesho, leni tuondoka. Utakuwa umenisaidia sana, maana huko kwa mwenyekiti na hisi nitapata msaada. Basi sawa, hamna shida. Mwenyekiti, huyu ni mdogo wangu. Ila huyu mdogo wangu anaishi maisha ya shida vibaya mno. Ninavyokuambia hapa, huu mguu nimetoka kumchukua kwa mume wake. Huyu mtoto hajui mafuta huyu. Hajui kula mama.